Hujambo ndugu msikilizaji ambaye unafuata Mlenge Today TV kwa jioni ya leo tarehe 20 za mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Tunakukaribisha kwa habari za jioni ya leo ambako tunataka kuelekeza katika Kivu ya Kusini mashariki mwa Kongo. Katika studio za Mlenge Today TV si mimi mwenyewe, niko pamoja na mwenzangu mtangazaji ambaye anapatikana huko Walungu. Ndugu, kabla tuendelee na kusalimu Bisore Boris. Asante sana, salamu zako zinanisikia 5 kwa 5. Asante sana, karibu kwa habari za jioni ya leo ambako tunataka kujielekeza huko Kivu ya Kusini katika milima mirefu ya Fizi na Mwenga ambako mashambulizi yanaendelea zidi ama Wanyamlenge wakishambuliwa wakaaji huko na jeshi la Kinshasa likiambatana pamoja na jeshi la Burundi pamoja na FDLR pamoja na wamajimaji. Na habari za jioni ya leo tutaongelea kuhusu shirika la usaidizi la PAM, Programme Alimentaire Mondiale, ambalo ilikuwa nimejielekeza huko. Habari zinasema ya kwamba walifika jana siku ya pili ama Tuesday huko Point Zero, mahali kunamilikiwa na jeshi la Kinshasa pamoja na hao wengine ambao wanashirikiana. Hizo gari zilikuwa zikijielekeza Minembwe ambako zinapeleka usaidizi. Kwa kweli wakaaji wa Minembwe wanateseka, wako katika nyakati mbaya sana, lakini cha kushangaza kama vile masikilizano pande zote mbili, Kinshasa na AFC walisikilizana huko Sweden. Wamesikilizana ya kwamba kitu cha kusaidia wakaaji, mambo ya usaidizi lazima yafikishwe kwenye wakaaji ambao wanahitaji huo usaidizi. Lakini cha kushangaza, habari ambazo zinatufikia ni kwamba hizo gari zilikuwa zimefika Point Zero, zimerudishwa nyuma, na hata wamajimaji wakawaambia wakiendelea watafyatuliwa risasi. Na hao hizo gari mpaka sasa hatujue kama zimerudi, zimeenda huko Fizi Baraka, kama zinapatikana wapi, ama kama huo usaidizi umenyanganywa. Je, ndugu mtangazaji Bisore Boris, hili jambo unalisikia aje? Wewe mtangazaji, hii ni mambo ya kushangaza sana. Ni mambo ya kushangaza sana kwa sababu tumesikia hii maneno tumekishika, kwa sababu shirika za kiutu wala wafadhili wakati wanapanda milimani kwenda kuwasaidia raia wa Nyamlenge ambao katika milima mirefu Minembwe na kando kando, wakati shirika za kiutu zimepanda na ufadhili kwenda kuwasaidia kuelekea chakula, kuwapelekea sabuni, chumvi na kadhalika, ila tumesikitika kusikia kwamba wamefika mahali panaitwa Point Zero ila wamerudishwa nyuma. Hiyo yote ilikuwa katika iko katika mikataba ambayo wamesaini hapo Washington, hapo Doha na Angola. Ya kushangaza zaidi ni kuona shirika za kiutu katika nyakati hii zinafika mahali popote bila tatizo. Mbele kabla AFC hawayatoka katika bonde la Ruzizi, hizi shirika za kiutu zilikuwa zikipita Kamanyola, zinapanda msaada, zinaenda Luvungi zinapanda msaada, wanaenda Sande wanapanda misaada, wanaenda Runingu, hata Uvira wanajielekeza Baraka. Lakini mshangao kubwa ni kusikia wanapopanda milimani kuwasaidia Wanyamlenge ambao wenye katika milima mirefu ya Minembwe na kando kando, au wamerudishwa nyuma. Hiyo ni neno ya kushangaza, ni neno ya kusikitisha sana. Kwa sababu government ya Kinshasa hatuelewi nini kinachoendelea, nini kinachofichama katika njama mbaya kama na hizo za kusema kama raia wa Nyamlenge wasisaidiwe wakati raia wengine wanasaidiwa. Hiyo misaada inawafikia bila tatizo yoyote, lakini kwa leo wamefunga njia, wamewaambia wafadhili hizo shirika zote za kiutu kwamba wasiende kuwasaidia raia wa Nyamlenge. Tunapenda kuambia Marekani na Union Europeenne, kwa sababu hiyo leo ni mambo ambayo imesikitisha. Waache wale wafadhili wafike kwa Wanyamlenge nao wapate ufadhili kama wengine raia. Wanyamlenge ni wakongomani kama wengine. Leo wakiita Wanyarwanda ni kitu ya kushangaza. Leo ukiona katika government ya Kinshasa kuna Wanyamlenge ni viongozi katika wizara,
kwenye jeshi wako, kwenye polisi wako, kwenye ngazi za ujasusi wako. Lakini kwa leo ni mshangao kusikia kama ufadhili usifikie raia wa Nyamulenge, eti waoni wageni, eti ni Wanyarwanda. Ni kitu ya kushangaza sana ambayo tunaikemea sana. Tukaambia mataifa yote, Umoja wa Mataifa, kwamba hiki kitu ni kibaya. Inabidi kuuliza government ya Kinshasa, hiyo jeshi ambayo iko P0 yenyewe iko Baraka, kwa nini hawazuie hiyo msaada yenyewe inaenda Fizi na Baraka, ila wanaizuia msaada yenyewe inaenda Minembwe? Kwa nini? Hiyo ni ulizo ambao watu wengi wanajiuliza. Kwa hiyo tunaomba watu wengi kabisa kukemea hiyo hewa, kukemea hiyo pepo ambayo yenyewe inaingia katika jeshi la Kinshasa na jeshi la Burundi, kuwazuia wafadhili wasiweze kufika katika Minembwe Center na vijiji vyenye viko kando kando, kwa kuwasaidia Wanyamulenge ambao wiko katika shida siku hizi, ambao wamezungukwa na jeshi la Burundi na jeshi la Kinshasa. Wanapenda wawaue na bunduki, ambayo wameponyoka risasi akufe kwa njaa. Hiyo ni kitu kwa kweli tunakemea kwa nguvu zote, bwana mtangazaji. Na swali ninajiuliza, na hata watu wengine wanajiuliza swali hilo. Wakati kwa juma iliyopita tumeona rais wa Kongo Tshisekedi alikuwa kwenye mazungumzo na wapasha habari, akasema ya kwamba wakati aliulizwa shida ambazo zinapatikana mashariki mwa Kongo, hasa sana sana huko Kivu ya Kusini, akasema Wanyamulenge ni ndugu zetu, Wanyamulenge ni Wakongomani. Sasa huu ndugu hawa Wakongomani, je, tunajiuliza kuna Wakongomani wamoja ambao lazima waishi na wengine wauawe? Hii ndio kwa nini maneno ya rais wa Kongo yenye anasema na vitendo vyake haviambatane, bwana mtangazaji? Ile yote ni ujanja, ile ni ujanja kusudi awadanganye Umoja wa Mataifa, awadanganye Marekani, kwa sababu hao ndio wanahusika kwa hii mazungumzo ya kuleta amani nchini. Wakati anatamka maneno hayo ni kuwadanganya wa Marekani, ni kuwadanganya Umoja wa Mataifa, hata nchi ambazo zinasema ya kwamba ni lazima amani ipatikane katika mashariki ya Kongo. Inaomba Wakongomani wote wakae kwenye meza moja, watatue matatizo yao. Sio nchi ya Marekani, sio nchi ya Qatar, sio nchi ya Burundi, sio nchi ya Tanzania, wala nchi za Kiafrika ambazo zitakuja kuwasaidia Wakongomani. Ila Wakongomani ni lazima waketi wao wenyewe waongelee mambo ambayo hayaendeki kusudi amani ya kudumu ipatikane. Sasa wakati rais wa nchi yeye hapendi, anaisema kwa mdomo, lakini kwa matendo haitendeki. Hiyo yote ni ujanja ya siasa mbovu ambayo waziri wa Kongo lakini kujia katika mapaswa. Hata tuambia Umoja wa Mataifa na Marekani, hiyo yote ni ujanja. Hizo zote ni njama za kusudi ile genocide ambayo imeandaliwa, imetayarishwa kwa kuwapeka, kwa kuwamaliza kabila la Wanyamulenge na Watusi mashariki ya Kongo, huko Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini, huko Ituri. Unajua kwamba Wahema wanateseka huko. Chanzo chote ni kuwaita hao ni wageni kwa sababu ni Watusi. Hata tuambia kwamba hiyo yote ni ujanja wa Tshisekedi. Wakati Marekani na Umoja wa Mataifa inaomba wafahamu hii mambo, inaomba waitambue kusudi amani ya kudumu ikue. Waache Wanyamulenge, waache Watusi nao waishi kwa amani na raha kama vile wengine Wakongomani, Wafulero, Wabembe, Wanyindu, Warega wanavyoishi. Ile mambo ya ubaguzi hatuitaki kabisa. Tunawaomba waache ile ufadhili iende ifike Minembwe. Wakati wanafunga njia, hiyo yote ni zile njia za unyanyasaji za genocide ambayo wameandaliwa. Ila tunawaomba kitu moja, waache wafadhili waende Minembwe, hawana kosa lolote. Na ni jambo gani ama ni ombi gani unaweza kuomba Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani ili waweze kuambia ama kuelezea huyu rais wa Kongo ambaye anaendelea kuua wakaaji wa Minembwe na wa Kivu zote mbili ama mashariki mwa Kongo? Jambo gani unaweza kuwaelezea ama ombi lako kwa sasa? Unajua ya kwamba Marekani na Umoja wa Mataifa kwa leo wale ndio wanakamata hii mambo ya upatanishi, ya kupatanisha
government ya AFC M23 Twirwaneho na jeshi la Kinshasa wala government ya Kinshasa. Hao ndio wanapaswa kujua hii mambo ambayo yenyewe haiendeki. Umoja wa Mataifa na Marekani ndio wanasaidia kuleta amani. Sasa wakati wanasaidia kuleta amani, lakini hawataki mambo ambayo wamesaini Washington na Doha na Montreal huko Uswisi, kusudi ufadhili uende ukafikie raia wa Nyamulenge ambao wako katika milima mirefu, ni kusema kwamba ule upatanishi ni upatanishi wa bongo ambao haukamiliki. Na kama ni upatanishi ambao unakamilika, tunawaomba waambie jeshi la Kinshasa, waambie government ya Kinshasa iache wale wafadhili, ile mashirika ya kiutu yote ishike njia kujielekea Minembwe, kama vile CICR ilienda ikafika ikapana dawa, ikapana ufadhili fulani. Waache hao shirika za kiutu ziende bila matatizo, bila masharti yoyote, wende wapike wakaone wakaaji ambao wanaishi katika ile milima, ile msaada iwafikie bila tatizo lolote, bwana mtangazaji. Na kabla tumalize, tutoke kwenye microphone, habari zingine ambazo zinanifikia sasa hivi ni kwamba huyo ambaye alikuwa huko Bibokoboko ametumwa na rais wa Kongo, huyu anajiita Kongolo Bigirumwami Jacques. Habari zinasema ya kwamba ndiye amepana oda, kwani anataka kuonyesha ya kwamba yeye anafanya kazi. Amepana oda ya kutumba ili ambie jeshi lake lenye liko huko hizo gari zisipite, akisema ya kwamba hizo chakula ama huo usaidizi ufadhili unaenda huko, unaenda kusaidia Twirwaneho. Je, hii ni ukweli kweli kabisa? Hii chakula ama hii usaidizi ilikuwa naenda kwa Twirwaneho ama ilikuwa naenda kwa wakaji? Hawa wafadhili wa PAME wanasahau mtu mwenye anashikilia silaha na mkaaji. Haya mambo ambayo Kongolo anaendelea kufanya, unasema nini kuhusu hili jambo, mtangazaji? Kongolo ni muuaji, Kongolo ni genocidaire kama vile wengine wamejipanga. Hakuna tofauti ya Kongolo, hakuna tofauti la jeshi la Burundi, hakuna tofauti la jeshi la Mai Mai, FDL, wale wote coalition yao yote. Unaona ya kwamba mbinu zao ni moja. Kongolo anapata kuifanya kwa sababu najua kama hapo mbele aliweza kutayarisha chakula ambayo ilikuwa imeandaliwa kwenda Minembwe, lakini watu wamekuja kuchunguza kwamba chakula hiyo ilikuwa na sumu. Yeye mwenyewe ndio alikuwa amejitayarisha hiyo chakula, lakini wakati ilipotambulikana ya kwamba ina sumu ndani, watu wakajua habari mbele ya wakati. Hapo sasa yeye anaona ya kwamba mission yake inapiga swata. Ndio maana amewaambia hiyo chakula isingie eti ni ya kwenda kupokeza Twirwaneho. Hiyo ni uongo mtupu. Twirwaneho ni jeshi, raia wa Minembwe ni raia, ni wasivili. Hawana bunduki yoyote. Ndio tumemuomba aache ile ujanja, ile matayarisho yake ya kuua watu na njaa yake, ila tumemshauria waache hiyo chakula ifikie watu, waache wafadhili waende wafikie watu wakasaidie. Hiyo yote ni uongo mtupu wa kusema kwamba hiyo chakula inaenda Twirwaneho. Twirwaneho ni jeshi ambao na chakula yao pekee, hawaambatane na waraia. Hawakule chakula ya wafadhili au hakuna hata siku moja. Hii ni miaka kenda Twirwaneho tunapigana na ile milima. Siku gani wafadhili walishaenda kupelekea Twirwaneho chakula? Wala shirika za kiutu walipitishaka chakula watu kwende wasaidie Twirwaneho. Hiyo ni uongo mtupu. Hata tuambie watu wa kwamba hiyo ni chakula ambayo inaenda saidia wasivili, inaenda saidia waraia wa Kinyamulenge ambao wamezungukwa na jeshi la Burundi na jeshi la Kinshasa, wanataka kuagua na njaa. Ndio habari hiyo, bwana mtangazaji. Asante ndugu mtangazaji, acha tuambie huyu Kongolo pamoja na Chiseketi na Ndayishimiye, tuambie kwamba tunawakemea kabisa, waache wafadhili wapite waende kusaidia wakaaji, kwani wakaaji wanateseka. Na tunaambia Umoja wa Mataifa, je, kwa nini mnaendelea kunyamaza na msikamate hatua ya kumfuatilia huyu Chiseketi pamoja na Ndayishimiye ambao wanaendelea kutesa wakaaji? Tunasema pole sana kwa wakaaji, lakini tunajua ya kwamba hii mambo yote yatatatuliwa. Hii ndio habari tulikuwa tumewaandalia jioni ya leo. Acha nikushukuru ndugu mtangazaji mwenzangu, na tukishukuru wale wote ambao wanatufuata kwenye Mlenge Today TV. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kutufuata kwenye Mlenge Today TV,
na kuomba ubonyeze hapo kwenye subscribe ili ukuwe napata habari zetu kama vile inahitajika. Jioni njema polisi, tuonane kwa habari za asubuhi. Asante sana ndugu Fidel. Mungu azidi kuwalinda.